Lakini katika huu mnada wa leo ambao ni wa 4, kama mlivyoona tuko na tani 40,000 na katika tani 40,000 tani zaidi ya 35,000 zimeuzwa. Tumebakisha tani 5,000 ambao ukiangalia kiasilimia ni kama 88% ya mzigo wote umeuzwa. Sasa mwaka huu kidogo umekuwa mzigo uliokuja mnadani kwa mara moja ni mkubwa sana, lakini pia imeonyesha kwamba uwezo wa soko kuweza kuhimili mzigo mkubwa, kwa sababu kihistoria haijawahi kuuzwa tani 40,000 katika minada yote ile. Hata huko tulikotoka katika vyama vingine, hata TANECU haijawahi kuuzwa tani 26,000 wala watu wa Runali hajauza tani 20,000. Lakini tunashukuru Mungu mizigo inaenda sokoni kwa sehemu kubwa imenunuliwa, na tunaona baada ya wiki ya kwanza ambao mzigo ulikuwa mkubwa sana ambao kwa sehemu kubwa umetoka, tunategemea hali kuwa nzuri minada inayofuatia, kwa maana utakuwa ule mzigo wa wastani ambao tuna hakika kwamba wanunuzi watoa bei nzuri. Lakini pia tunaelewa kwamba wanunuzi wengi walikuwa wanajivutavuta kuja, lakini sasa hivi tunategemea wataanza kuwasili baada hali kutengamaa na kuweza kushiriki minada. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu tuna matumaini makubwa sana kwamba hali itakuwa nzuri na wakulima wataweza kupata zile bei zenye ushindani ili waweze kupata mapato kulingana na jasho lao. Ni warai wakulima tuendelee kukusanya korosho zenye ubora ili tuzidi kuuza korosho zetu kwenye minada inayofuata. Lakini jambo jingine ambalo nataka niwaambie watu wa ushirika sasa, kwa maana makatibu, tayari kuna korosho zimeuzwa tani 35,000. Ni imani yangu sasa mtaenda kuchakata malipo kwa wakati. Wakati huu tunasubiri wanunuzi kulipa fedha, na rai yangu kwa chama kikuu pia nielekeze, leo hakuna kulala, invoice zitoke leo, na mimi kesho asubuhi nitafuatilia kuhakikisha kwamba invoice zote zinaenda kwa wanunuzi ili kesho waanze kuingiza fedha. Kesho kutwa basi wakulima waweze, wale ambao tayari itakuwa wamepeleka miamala malipo waanze kulipwa. Na hii mpaka kufikia Ijumaa sitaki kuona AMCOS hajapeleka michanganuo ya malipo kwenye vituo vyetu vya malipo. Bei nimeziona, nimezipokea katika hali ya furaha, kwa sababu ndio soko linaanza. Kwa hiyo soko linavyoanza linaweza kuanza kwa namna yoyote ile, then linaweza likaisha vizuri au likaisha vibaya, ila tunashukuru kwa sababu korosho tulizozikusanya tumeuza karibu 95%. Hiyo ni mwanzo mwema kwetu. Bei za korosho ni mzuri kwa vile zimeuzwa, ila sasa tunaomba kwa serikali watuongeze bei ifike angalau shilingi 3,000 kilo. Watuongezee bei walau kidogo tufikie kwenye malengo, maana tunategemea pesa hii ya korosho ituendeshe katika mambo mengi sana. Wengine tunasomesha, kwa hiyo hii hela ya korosho tunayotegemea ili watoto waweze kwenda shule na mambo mengine ya kuratibu maisha. Tunategemea pesa hiyo. Kwa hiyo tunaiomba serikali